lakini kutokana na ile changamoto za hali ya kutafuta ile riziki, ilikuwa tayari yale mafuta yashakuwa na uhafifu, kila mmoja akashabakisha mafuta yake ya kufanya vipi ya kuweza kurejea nyumbani. Lakini at least kwa mfano baada ya kutokea ile tatizo, sasa ilibidi vyombo tufungane, maji ni makali, maji yaturudisha nyuma. Lakini sasa vyombo vinapokuwa vyepesi, havina kitu, ni tofauti na ambapo kwa vitakuwa vishakuwa na mzigo. Sasa ina maana vishakuwa na mzigo, vyombo vinakuwa ni vizito vya kwenda mbele. Na sasa vilifungana na mashine ni ndogo tayari lakini tukaomba Mungu pale ilhali Mwenyezi Mungu ambapo kuwa ametujalia tukaweza kupambana ile hali mpaka tulifikia pahali huko baharini huko. Shughuli moja ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia wavuvi wetu katika ukanda wetu pindi watakapokuwa na matatizo mbalimbali. Kama haya hapana kutokea baharini, lakini pia kuharibikiwa ni mashine na kuharibikiwa ni vyombo na harakati nyingine kama hizo katika uvuvi wao zitokea, basi sisi tuko kwa ajili ya kuunga mkono kuona kwamba wavuvi wetu wanabaki katika mazingira salama. Kama tunavyojua kama Mheshimiwa Rais ametoa boti nyingi sana kwa ajili ya kusupport wavuvi wetu kwa Pemba, lakini pia kwa Zanzibar kwa jumla. Lakini vile vile wanapoenda Mikondoni, changamoto lazima zinakuwa zipo. Nathamini mchango wao ambao wameutoa na tutaendelea kuwa nao katika harakati zetu mbalimbali za uvuvi na za maisha kwa ujumla. Kwa hivyo ni jambo la kufurahisha kwamba msaada huu umewafikia walengwa, kwa sababu msaada upo na walengwa wapo, baadaye kidogo atakabidhiwa ili walipe mafuta yale ambayo yaliazimwa kutoka Mombasa kuja Pemba. Hizo hatatekeleza na tunatekeleza kwa namna fulani.